fursa pia ya kuunganisha watu wa aina mbalimbali. Na sisi kama Ngorongoro, hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, tunaona fahari kubwa sana. Hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro ni moja kati ya, kwenye sekta ya utalii na uhifadhi, ni moja kati ya chapa mahususi, chapa kubwa, sio tu Tanzania lakini katika dunia na katika Afrika. Kwa hiyo tunapokutana leo, kwa lugha nyingine ni kwamba, na tunafahamu kwamba katika sekta ya soka ya hasa ya Afrika, Simba ni moja kati ya chapa kubwa katika Afrika. Kwa hiyo leo tunayo furaha kwamba tunakutanisha chapa mbili kubwa katika Afrika na katika dunia, kuzungumza au kusherekea namna tutakavyoweza kufanya kazi pamoja. Na chapa hizi mbili zinapoungana, maana yake ni kwamba sasa sijui niseme ipi na ipaisha nyingine, labda Kiswahili chepesi, zinapaishana. Labda kupaishana ndio iko sawa sawa. Tunakutana pale ambapo chapa mbili zinapaishana katika sekta ambazo pia nazo zinapaishana. Lakini labda tu kukumbusha ni kwamba chapa hii ya Ngorongoro ni maarufu kwa sababu ya historia. Ukifuatilia katika historia ni kwamba chapa hii inahusishwa na wanyama wa aina zote. Wale wanyama maarufu wanapatikana kwa wingi katika hifadhi ya Ngorongoro. Kwa wingi kwa maana katika eneo moja dogo: simba, faru, twiga, na wengine wote wale wanyama ambao ni wakubwa. Ukienda Ngorongoro, hasa kule kwenye kaldera Kasoko maarufu kama Kreta, ndiko wanakopatikana. Lakini pia hifadhi ya Ngorongoro ina historia ya kuwa ni imehifadhi historia ya binadamu wa kale sana. Takriban kuna historia ya nyayo za Laetoli ambazo kiutaalamu zimethibitika kwamba zilitokea takriban miaka 3.5 milioni iliyopita. Sasa historia hiyo manake ni kwamba maisha katika hifadhi, binadamu wa sasa wanaaminika wameanzia katika hifadhi ya Ngorongoro. Historia kubwa sana hiyo. Lakini la tatu, pamepatikana fuvu la binadamu wa kwanza aliyetembea kwa miguu, anaitwa Zinjanthropus. Sasa ukichukua ule umahususi, ndio maana hifadhi ya Ngorongoro, shirika la elimu na utamaduni limeipa hadhi 3. Ina hadhi ya kuwa ni ina mchanganyiko wa urithi, inaitwa mixed heritage, lakini pia ni hadhi ambayo ina hadhi ya biosphere na hifadhi ya kimataifa ya kijiolojia au maarufu kama Global Geopark. Kwa hivyo hizo ni hadhi zinazotolewa na shirika la Umoja wa Kimataifa la Utamaduni, Elimu la UNESCO. Na UNESCO ndio shirika linalotoa hadhi kwa sites kwa maeneo mbalimbali katika dunia, na Ngorongoro imebahatika kuwa na hiyo hadhi. Lakini mojawapo katika hili la historia ya binadamu alivyoishi muda mrefu, na sisi ndio maana tunasema kwamba kabla hatujaanza kucheza mpira wa miguu tulianza kutembea. Nadhani ni logic tu ya kawaida. Ikitokea mtu anacheza mpira hajatembea, anaweza kuwa si mchezaji mzuri. Lazima miguu itembee kwanza, ikomae, ikae sawa sawa, ijue namna ya kudribble. Sijui lugha ya mpira, lakini inasemekana watu wanatembea, wana dribble, wana feint, pana maneno, hata sio mtaalamu, hata siyasemi. Lakini unatembea kwanza, alafu baadaye unacheza mpira au unafanya kazi nyingine. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana hata hii sisi tunaona fahari kuungana na wenzetu ambao katika sekta ambayo inaitumia miguu sawa sawa. Unajua sio kila mtu anayepewa neema ya miguu anaitumia inavyopasa. Wengine wanaitumia tu kutembea, inaishia pale pale. Lakini wenzetu katika sekta, kama watakavyozungumza, siwezi kuwazungumzia, wanajua miguu habari yake ni nini. Miguu inaleta furaha, miguu inaleta burudani, miguu inafanya mambo makubwa sana kama ambayo tunajua na kama ambayo watakayoyazungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa siku ya leo sisi tunakutana kwa ajili ya kusherekea neno hili sipati uharaka wake, ni pride. Yani we are very proud of what we are going to be doing, tutakachokuwa tunafanya. Na hii ni kwa sababu sisi tunasema kwamba the pride of returns home ina maana 3. Hii ya kurudi nyumbani. Nitakiwa niseme kwamba ukija Ngorongoro unarudi nyumbani. Kila mtu asili yake ametoka Ngorongoro. Kwa hiyo kila anayerudi nyumbani, anayekuja hapa amerudi nyumbani. Na wale ambao hawajaja watarudi nyumbani wenyewe physically. Wasiporudi watarudishwa na burudani inayofanywa na miguu kupitia kwa watu wanaocheza mpira kama watu wa Simba na wengine.
Yaani wanapoona miguu inacheza mpira inaoburudisha, wajua wamerudishwa nyumbani, wakumbuke kwamba hiyo miguu, hizo nyayo zimeanzia Ngorongoro katika eneo linaloitwa pana nyayo za Laitoli. Siku nyingine mtaizungumza. Lakini tunasema return hii fahari ni kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba Pride ni familia ya simba, yaani kwamba na Ngorongoro ni nyumbani kwa moja ya idadi kubwa ya simba. Wako simba wengi, kwa hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni kwamba sasa sijui ilitokea vipi, simba wanapatikana Ngorongoro na wenzetu wa klabu ya Simba nao wanaitwa jina la Simba. Kwa hiyo inawezekana imeitwa vile kwa sababu simba inawakilisha nguvu na ufahari na vitu vyote vyenye nguvu. Kule porini mnasikia tunamsema sana simba. Si mkubwa kwa umbo kuliko wote, lakini ndio maarufu na kwa ajili ya kutawala maeneo katika uhifadhi. Wenzetu wa hifadhi watakwambia kwamba simba ni mnyama ambaye ana nguvu zaidi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba wenzetu wa klabu ya Simba wamerudi nyumbani walikokuwa simba wenyewe, na wao wanatumia jina la Simba. Lakini ni kwa sababu pia Ngorongoro inatambulika kimataifa. Kwa hiyo ni chapa ambayo katika Afrika na katika dunia ni chapa ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo katika ushirikiano huu, moja kati ya vitu ambavyo vitafanyika ni kuwa tutakuwa na kampeni ya Simba Visit Ngorongoro, The Pride Return Home. Simba Visit Ngorongoro, The Pride Return Home. Na hii itakuwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 90 ya klabu ya Simba. Kutakuwa na shughuli mbalimbali wakati wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Kutakuwa na uzinduzi wa tawi, na kutakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii zitakazofanyika, pamoja na utengenezaji wa maudhui ya kidijitali atakayokuwa yanatumika katika shughuli. Kwa hiyo tunaamini kwamba ushirikiano huu wa leo, tunazindua kampeni maalum ya kuhamasisha mashabiki wa mpira wa miguu nchini na hata nje ya nchi kutembelea hifadhi ya Ngorongoro, kujionea haya tunayoyazungumza wenyewe na kurudi nyumbani pia, wapate nafasi ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo tunataka mashabiki wote wa mpira wa Simba na watu wote waje kujionea historia na urithi unaopatikana Ngorongoro katika mfumo mmoja wa ekolojia, uhifadhi, wanyama, historia na utamaduni, vyote vinavyopatikana katika hifadhi ya Ngorongoro. Na tunataka kila shabiki wa mchezo wa mpira, kila awe ni akifika Ngorongoro, anaporejea awe ni balozi wa destination Ngorongoro. Hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro ni destination ya Ngorongoro. Na kwa sababu unapokuja Ngorongoro unakuwa umeshiriki katika sekta Ngorongoro ipo katika sekta ya utalii, na kama mnavyofahamu kwamba sekta ya utalii katika nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa sekta kinara zinazochangia mapato ya serikali, mapato ambayo yanachangia shughuli mbalimbali za kimaendeleo na ustawi wa nchi hii. Kwa hiyo wale wote wanaotembelea Ngorongoro na hifadhi nyingine watakaokuja wafahamu kwamba wanachangia katika uhifadhi, uchumi wa nchi na ustawi wa nchi yetu. Kwamba Tanzania tumepata bahati kwamba mwakani 2027 tutakuwa ni wenyeji wenza wa fainali za kombe la mataifa Afrika almaarufu AFCON 2027, ambayo wakati ule mnavyojua nguvu ya mpira wa miguu unaochezwa na miguu, ambayo asili yake nimesema imetoka kule Laitori, dunia nzima itatuelekea huku. Kwa hiyo tunaamini kwamba hizi ni shamra za kuelekea katika AFCON. Na sisi kama Ngorongoro, hii ni moja ya namna ambayo tumeichagua katika mikakati yetu katika maandalizi ya kuelekea katika AFCON 2027, kwamba tuandae mazingira ya watu wanaweza kuja kutembea, kujifunza, kuona na kuwa ni mabalozi kwa shughuli zinazofanyika Ngorongoro. Na ndio maana tunasema fursa hii tuliyoipata ya kushirikiana na wenzetu itatupaisha zaidi na tutapaishana zaidi katika kutimiza lengo hilo la kuwapa watu fursa ya kutembea na kujifunza yaliyoko Ngorongoro, lakini pia kwa ni mabalozi wanaporejea kule walikotoka. Na wale tunawaomba wale watakaopata nafasi ya kutembelea hifadhi ya Ngorongoro wawe ni mabalozi wa yale wanaoyaona, ili na wengine wapate nafasi ya kutembelea. Na maanake ukishatembelea ni kwamba umekuwa balozi, lakini pia unakuwa ni moja ya
wenyeji wa wale wanaokuja. Na kwa kumalizia, nikwambieni, ukipata nafasi, wale ambao hawajawahi na watakao kuja, ukipata nafasi ya kutembelea Ngorongoro, hata unapoondoka katika mwili unajisikia tofauti. Sasa hiyo tofauti siwezi kuisema mpaka mtu apate nafasi. Katika mwili unapata nafasi ya kujisikia tofauti. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena tunawashukuru wote ambao wamekuja kuungana na sisi leo, lakini kwa umahususi na mshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba na CEO na management kwa ajili ya kukubali kushirikiana na sisi na kutupa fursa ya kushirikiana katika shughuli hii tunayoifanya. Nawashukuru sana, asanteni kwa